Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, anaelekea nchini China. Uelekeo wake wa nchini China ni kwa ajili ya kuelezea yale yote ambayo yamezungumzwa katika makubaliano ya nyuklia kati ya Iran pamoja na Marekani, baada ya kushiriki katika vikao viwili kati yake na Steve Witkoff, mwakilishi wa Marekani katika mazungumzo ya nyuklia baina ya Iran na Marekani. Hata hivyo, kiongozi huyo wa Iran anasema kuelekea nchini China ni mwendelezo wa kujenga uhusiano imara baina ya nchi hizo mbili, lakini anazidi kusisitiza kwamba China na Russia ni washirika wa mkakati wa Iran. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema mara kwa mara kuwasili nchini China kwamba madhumuni ya ziara hiyo ni kuwasilisha ujumbe wa rais wa Iran kwa maafisa wa Uchina. Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni, amebainisha kwamba China na Russia ni washirika wetu wawili wa kimkakati na marafiki wa karibu, na wamesimama nasi wakati wa matatizo, na siku zote tumekuwa na mashauriano ya mara kwa mara na China katika nyanja mbalimbali, akiashiria kuwa safari hii inafanyika sambamba na kukaribia duru ijayo ya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran amesema katika safari hii tunakusudia kuwafahamisha kikamilifu marafiki zetu walioko China kuhusu mchakato wa mazungumzo hayo. Araghchi amesema China siku zote imekuwa na nafasi ya kujenga mambo katika masuala ya nyuklia ya Iran na itaendelea kufanya hivyo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran pia amesema China, ikiwa moja ya wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na mjumbe wa bodi ya magavana wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki na mshirika wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, daima imekuwa ikishirikiana na Iran katika uga wa nyuklia, na akidai kuendelea na mashauriano na Beijing. Araghchi ametaja msimamo wa China kuhusu mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani kuwa chanya, na kusema siku zote China imekuwa na misimamo yenye kujenga na imeunga mkono mazungumzo yanayoendelea kufanyika baina ya Marekani pamoja na Iran. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran, sambamba na hayo, ameeleza kuwa China imetangaza utayari wake wa kusaidia katika mchakato wa mazungumzo, na kusema nukta za kina kuhusu hilo zinafahamika katika safari hii. Kadhalika, Araghchi aliwahi kuzungumza akisema kwamba katika mazungumzo yote ambayo yanaendelea, lakini wamewaarifu wenzao wa China juu ya kila kitu ambacho kinaendelea katika mazungumzo. Walifanya mazungumzo ya awamu ya kwanza huko nchini Oman, na baada ya mazungumzo hayo Araghchi alielekea huko nchini Urusi kwa ajili ya kueleza kile ambacho kimezungumzwa katika mazungumzo ya awali. Na baada ya kumaliza katika mazungumzo ya awamu ya pili, Araghchi anaelekea nchini China kukutana na wanadiplomasia wa taifa hilo kwa ajili ya kuelezea hali halisi ya mambo inavyoendelea katika mazungumzo yanayowakutanisha Waajemi pamoja na Marekani, hususan juu ya masuala ya nyuklia ya taifa hilo la Kiajemi la Iran. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.